Mata na kuachia, sema tu. Unawezaje kupona hususan kwa mtu ambaye ulikuwa umempenda kwa dhati ya moyo na mkaja mkakorofishana? Inawezekana mlikuwa mmeoana kabisa. Kuna sehemu ulizokuwa unaenda naye, kuna nyakati mlizokuwa mnashare yale mambo mazuri kwa wakati huo, na wakati mwingine ni maeneo fulani fulani hivi mlikuwa mnapenda kwenda sana. Nitawezaje kusahau? Kwa sababu kila nikiyaona huwa namkumbuka japo sio wangu tena. Nifanye nini ama nipitie njia zipi ili niweze kusahau mpaka ana haya mazingira? Njia ziko mbili, ya kigangster, ya kigangster na ya kitibabu. Nakupa ya kigangster kwanza. Unaenda na rafiki zako yale maeneo, mkifika pale mnaanza kumtukana na kulia. Rafiki zako huwa wanamsema vibaya sana. Kwa hiyo siku ukifika pale unawaruhusu, haya jamani, kila mwenye usemi kuhusu Mahamud aanze. Mungu ana kichwa kipana. Ila ungepata sabu sana kwenye uzazi kuzaa. Kupitisha mtoto wa kichwa kama chake, ungeteseka rafiki yetu. Bora tu mmeachana. Kweli. Njia namba 1 hiyo. Ya kigangster. Ndio. Ya kitibabu. Unaepuka kwenda. Epuka kwenda. Si unaenda yale maeneo. Naanza kubuni maeneo mapya kwa ajili yako tu. Na usimpeleke mtu mwingine ya maeneo. Hayo ambayo unaoenda kwenye chimbo jipya. Simpeleke kwanza. Okay. Ili ujitengeneze ka sehemu kako. Kanako kutambulisha wewe tu. Kwa sababu imagine ukipata mwingine ukampeleka pale, utamaliza maeneo ya kwenda. Maana yote utakuwa umesha yapeleka. Hiyo ni mbinu ya kitibabu. Mbinu ya pili ya kigangster. Kwenda na mtu mwingine katika yale maeneo. Ulienda naye? Tuseme Baforodhani. Ulienda naye. Mmeachana. Unamchukua Salim naye unaenda naye. Forodhani hapo hapo. Pale. Ukifika pale unaanza sasa, ukifika pale intention kwenye kichwa chako na sasa memory ya Jamali ninaifuta, anaingia Salim. Hiyo ya kigangster. Ya kitibabu ni kwenda pale, kwenda kuongea na nafsi yako pale. Unakaa pale peke yako. Leo nimekuja hapa kumwachia fulani, sio mtu wangu tena, namtoa katika moyo wangu. Mimi na yeye mbingu na ardhi. Hata hii sehemu haitonikumbusha chochote kuhusu fulani isipokuwa uzuri wake. Kwa unafidi akili yako kitu kipya. Kwa sababu nimekuambia ubongo wako haujui kitu chochote. Unavopeleka vitu hapa ndo ubongo wako inashika. Kwa hakuna mtu yote ambaye hana capacity. Capacity unayo, ukizungumzia hapa ipo. Kwa pale ukifika unazungumza na moyo wako, unapeleka ujumbe kwenye akili yako, unakunywa soda yako unaondoka. Tekniki ya 3 ya kigangster. Kulia kisawasawa. Yaani ulie. Unalia nini sasa? Unalia tu kwa vitu vya kijinga ulivyovifanya. Kwa sababu unajua mambo ya maumivu ya mapenzi ni mambo yanayoshangaza. Unaweza ukaa uko vizuri, buheri wa afya wiki nzima. Kuna saa tu unaweza ukaa umekaa tu kwenye gari. Ukakumbuka. Mimi nilifanya hiki. Au unaweza tu kuwa umekaa hivi uko kwenye mkutano na watu ikakupiga flashback, yani flashback ikaja. Ulipiga magoti eti ukamuomba eti asikuache. Ukaficha macho hivi. Yule nilimpiga magoti mimi asiniache. Na kuna mwingine unaanza ukaa umekaa hivi. Ikaja flashback, ulienda eti kwa Mungu kumuomba Mungu eti amwache, asikuachanishe naye. Kwani
unatakiwa ukae chini ulie. Au umelala usiku ukaamka ukaguna Sasa huoni kwamba ukiyafanya haya ni kwamba yule mtu kama bado ana nafasi kubwa katika moyo wako na unaendelea kusikitika? Manga kwambia ulie kisawasawa. Sasa madam, process ya kulia sio jambo dogo. Utafuta njia ambayo utalia ili hizi flashback hizi zisije. Flashback zinakuja unajua kwa sababu gani? Inakuwa hujaondoa vizuri. Kwa unaweza tu kaenda kwenye msiba wa watu, yani watu wanalia, yani na ukaanza pale. Na hili ni jambo ambalo lina uwezo wa kuondoka kwa kufanya tu hivyo, kwamba kulia leo tu basi au niwe na hata misiba mitatu. Hizo ni mbinu za kigangster nakwambia. Hiyo ni ya tatu ya kitibabu ni kuchukua daftari kuandika. Nilimpenda fulani, lakini fulani hakunipenda, ameniumiza nafsi yangu, ameniumiza sana moyo wangu. Mambo yaliyoniumiza kwa fulani unaandika pale 1 2 3. Mambo nilomfanyia fulani ambayo hayakuwa sahihi na wewe pale unaandika 1 2 3. Ukimaliza ile daftari unachukua unalichoma moto. Nasema nimezika hisia zangu kwa fulani. Kama ninavyochoma hili daftari nachoma na hisia zangu kwa fulani, naanza upya. Ile kwamba unasema kwamba nimemsahau na simtaki tena, ile hali ukimwona na mwingine unataka kupigana nayo, hii inakuaje? Hujamaliza vizuri. Utakuwa umalize vizuri. Kiasi kwamba ukimaliza vizuri utashangaa hata dunia haiwakutanishi. Mnaweza mkaa mnaishi mji mmoja na hamonani. Ukiwa umemaliza vizuri, walai humuoni. Wakati mwingine kuna watu wanakuwa vierere, wanakuletea tu taarifa zake. Hawa unawaambiaje sasa? Yaani wewe unataka ufunge huo mlango. Wakikuletea unawaambia jamaa, mbona mnateseka sana? Hebu niacheni bwana. Fulani amefanya kitu fulani. Pumzikeni. Kwanza nyinyi ndio mlosababisha nikaachana naye. Achanani na mimi. Kama kweli mnanipenda, tuongeeni yanonihusu. Na mkiniongelea tena kuhusu fulani na wablock. Wajua umbea unakuja kwa sababu gani? Unapo-entertain, unamwagia maji, unaweka mbolea, ndio umbea unakuja. Kama mtu haoni faida ya kukuletea umbea, hawezi kuleta. Hawezi kuleta. Wajua Mr. Atibu, yani mambo hayo ya mapenzi hayana mjanja. Kila mtu amepigwa breakfast, kila mtu amepigwa tukio, kila mtu amepigwa na kitu kizito. Wewe sio mtu wa kwanza. Na eti ukisema eti kila ikitokea kutoelewana kwenye mapenzi eti ulie mpaka ukose nguvu, bado unaendelea kuishi. Kuna watu wanakuja na kitu kinachowafanya watu mpaka wanapagawa ni kuamini kwamba huwezi kupata mtu mwingine, ambao ni uongo. Yaani wewe unatakiwa uamini kwamba utapata. Mimi nakwambia utapata mtu mwingine. Na utajishangaa kwa nini ulipoteza muda kwa yule kibaba, huyo kibaka. Utashangaa kwa sababu kwa mwizi wa hisia zako. Na utashangaa kwani mimi nilikuwa wapi mpaka kukutana na huyu mtu akanipenda hivi. Unajua unakutana na mtu hadi unatamani urudishe time nyuma, akupende ulivyokuwa mdogo, ili akupende akuponyeshe na maumivu yako ya udogo.